Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, nimekutana hapa na shabiki wa Simba. Tunaungana naye hapa kwenda kuangazia mchezo ambao umetamatika katika uwanja wa KMC Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Awali siku ya jana nilimuuliza kwamba leo mnasherehekea kukaa kileleni vipi? Mnakaa kwa muda mchache ama mnakaa moja kwa moja mpaka mnachukua ubingwa? Majibu yake nataka niyasikilize hivi sasa, maana jana hakunijibu. Bwana Matereka, mambo vipi? Mambo safi kabisa. Mambo yanaenda? Nashukuru Mungu. Bwana, kileleni mmetoka. Young Africans wamerejea kileleni kwa kishindo. Sisi tulitegemea kwa sababu wanaokutana ni Beka na Bakari. Kwa hiyo tulijua hilo kwamba linaweza kutokea na Beka hawezi kumfunga Bakari. Tunajua hilo. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri tu mchezo upite, hayo mazingaombo yapite, afu tena kwenye mchezo unaofuata. Lakini kwa mchezo huu mazingaombo tulikuwa tunayajua kama ni Beka na Bakari. Ni watu mmoja, kila mtu anaangalia Yanga ishinde ili ipande juu. Hata ukiangalia kipa anafungwa goli la kipumbavu mpaka kocha wake anamtoa. Yaani kocha mwenyewe anaona aibu kwamba huyu jamaa huyu anafungisha kwa kila mtu anaona ni aibu. Kocha mwenyewe anaona kipa amefanya uzembe, amepanga mwenyewe mabeki. Baada ya hapo anafunga goli la kipumbavu. Kila mtu amedoubt ile goli. Kwa hiyo kocha kwa aibu kama amtoe, akaingiza kipa mwingine. Pia kipa aliyeingia angawa amejitahidi, lakini bado tuko pale pale kama ni Beka na Bakari. Wote ni wamoja. Beka na Bakari. Wote ni wamoja. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba ushindi wa Young Africans ni kama ulipangwa au unajulikana siku zote. Hata mechi ya kwanza ilikuwa hivyo hivyo, na mechi ya pili ilikuwa hivyo hivyo. Ndio ambavyo vinaonekana havina, yani uwezo ukasema mechi hii ilikuwa na ugumu. Haina ugumu, mechi nyepesi. Yanga alikuwa anameza mechi asubuhi. Na tumeona pale mechi ya meza asubuhi. Bwana Metata Mnata kimemkuta nini mpaka wakaamua kumtoa nje? Ndio maana tukasema Beka na Bakari. Ina maana kuna kama harufu fulani ya mlungula ulikuwa umepita. Sababu wewe ufunga goli lile. Wewe umepanga ukuta mwenyewe afu nafungwa hapa uendi. Yaani kama inapigwa hapa uendi, maana yake nini? Ndio maana kocha kwa aibu akamtoa ili kuficha sura ile ya mlungula akamtoa. Lakini sisi tunasema amemtoa, hajamtoa, lakini bado tuko pale pale kwamba Yanga lazima ashinde mechi leo. Na ameshinda. Ndio kama lazima alikuwa ashinde mechi leo. Alan Okello katupia zake mbili. Na akatolewa. Vipi bwana Alan Okello? Ndio MVP. Sio mbaya, MVP huwezi kumtaja sasa hivi sababu kila mtu kama Okello ana 9 atadube na 9. Sawa? Kwa hiyo mwezi kwa na MVP wa 3 wa 4. Wako na goli 10 tayari. Kwa hiyo bado kumtaja MVP leo, kuna mechi 6 mbele. Sawa? Tusubiri tubaki na mechi 2 afu tupige hesabu. Nani MVP? Wewe tukampata leo MVP. Ubingwa vipi Simba? Bado mnatamani ubingwa au ndio? Ubingwa bado tunatamani, na tuna bado nguvu kutafuta ubingwa tunayo kwa sababu ligi haijaisha. Ligi bado ipo na kila mtu ana mechi ngumu mbele yake. Kwa hiyo sisi tunasema ubingwa bado tunautamani, na pale juu tutakaa. Mtakaa kweli? Tutakaa juu bila matatizo sababu bado mechi ngumu zipo. Kuna mechi ambazo sio Beka na Beka tu Saidi na Side. Ziko mechi mbele yake. Atakutana nazo. Mechi gani hizo? Ziko mechi ambazo Yanga atakutana nazo, hakuna Side na Saidi wala hakuna Beka na Bakari. Ziko mbele. Nategemea zitakuwa mechi zitamzuia Yanga kuongoza ligi, Simba tuongoza ligi, sisi tunachukua ubingwa. Hebu tutaje hizo mechi ambazo nadhani. Kuna mechi ya Azam, kuna mechi ya TRA, kuna mechi ya JKT, kuna mechi ya Shujaa. Kuna mechi ambazo Yanga atakutana nazo hizi, lazima atakaa. Bwana. Hatuna pressure za mechi hizo. Kwa hiyo lakini umeongea kinyonge sana leo bwana. Ndio maana nimekwambia hivi, hakuna kinachozuia Simba kuwa bingwa msimu huu. Hakuna kinachozuia. Usione maigizo ya leo. Tuliyajua kama mechi ya Singida na Yanga kama inavyojulikana. Kila mtu anafahamu. Sawa, haina uzito ile mechi. Tusubiri mechi nimekutajia hapa 4 hizi. Ndio mechi ngumu kwa mimi nataka mnipe sababu. Mashabiki wengi wa Simba Young Africans akicheza na Singida mnasema Beka na Bakari. Yaani sababu ni nini mpaka mnafikia kusema Beka na Bakari? Tunasema Beka na Bakari kuna sababu moja. Kiongozi mkuu wa nchi, waziri mkuu ndio timu yake hiyo Singida. Bwana Mwigulu Nchemba ndio timu yake Singida. Mwigulu Nchemba huyu ndio yupo kwenye nafasi ya Yanga, kiongozi pale Yanga. Na ndio anasajili baadhi ya wachezaji pale Yanga. Kile tunajua. Ndio maana tukasema mwenye timu Yanga na Yanga ndio Yanga. Beka na Bakari huwezi kubadilisha hilo. Kila mtu anajua hilo. Ndio maana tukasema hawezi kufungwa leo Yanga na Beka hata siku moja. Beka ataendelea kuwa Beka na Bakari kuwa Bakari. Kwa timu ile. Lakini nyinyi Simba kwa nini na nyinyi msiamue na nyinyi kucheza kwa bidii, msipoteze mechi hata moja ili angalau mambo sisi ndio tayari tushaanza, gari lishawaka. Kuna mechi ambayo sisi tumepoteza. Kuna mechi ambayo sisi tumepoteza? Hakuna. Kwa hiyo tunasema sisi mwaka huu tunahitaji ubingwa wa CRDB, tunahitaji ubingwa wa ligi. Tutachukua ubingwa wa Jamhuri tayari. Tumechukua ubingwa wa Jamhuri mkononi mwa nani? Mwa Yanga. Na tunataka ubingwa wa CRDB finali tuingie Simba na Yanga. Tunahitaji hilo sisi Yanga, Simba tunataka hilo. Finali ya CRDB tuingie Simba na Yanga. Mai yetu tunamtaka sisi sasa.
Unamwita nani? Mai wetu tunamtaka siku ya finali ya CRDB Simba na Yanga. Sasa mai wenu ni nani? Mwezi wa 6 tunamtaka Yanga. Mai wenu ni nani? Yanga na mai wetu tunamtaka mwezi wa 6 finali ya CRDB hiyo Simba na Yanga. Yanga mfunge Azam, Simba mfunge Coast, tukutane wenyewe kwa wenyewe juu kwenye finali ya CRDB. Baada ya hapo tutakwenda kwenye ligi. Lazima tuchukue CRDB. Na tuchukue NBC. Ndachukua? Asema nimekuambia tayari tuna uwezo tunao. Kikosi tunacho, timu nzuri, timu bora, tuna uwezo kufanya lolote sisi. Kwa muda huu tutafanya lolote. Anayekuja hakuna timu ya kuifunga Simba sasa hivi. Hakuna. Kabisa ni. Hakuna timu ya kuifunga Simba sasa hivi. Hakuna. Na ndio maana marafiki zetu watajitahidi sana kuhakikisha Simba inazuiwa. Lakini huwezi kuzuia Simba. Bana jana mechi ya Coastal Union kule. Tulisikia kwamba ninyi ni Beka na Bakari. Ni ya kweli hayo? Asa Coast mfadhili wa Coast sio Simba. Haiko Simba mfadhili wa Coast. Mfadhili wa Coast sio kiongozi wa Simba. Mfadhili wa Coast na viongozi wao na wana watu wao. Sawa? Coast ilikuwa miaka hiyo ya nyuma. Sasa hivi kila mtu Simba rafiki kwani ya France Boss, sio Coast. Ya France Boss. Sio Coast. Watu wanaunganisha tu, lakini Coast na mamlaka yake na watu wake. Simba na mamlaka, Simba ungesema Simba na Mungo sawa. Sababu waziri mkuu ndo yuko kwenye Simba. Ambao ni mtiba na Mungo. Mstaafu, waziri mkuu mstaafu. Lakini sio hao wengine, sio hao wengine wezi. Tofauti. Kwa hiyo Coast ni Coast, Simba ni Simba. Tofauti na Singida na Yanga. Tofauti. Kwa hiyo tutegemea kwamba Simba mnaenda kuchukua ubingwa. Asila sio tegemee na kwamba mwaka huu tushaanza kuchukua ubingwa wa Jamhuri. Nishakwambia hivi. Tunakuja ubingwa wa CRDB, tunakuja ubingwa wa NBC. Ni mikoba hivi vitatu. Tumechoka kusemwa. Unyonge basi. Unyonge? Unyonge basi. Kwani mlikuwa wanyonge? Si unyonge ulikuwepo. Huyu kasema hili, ukasema hili, ukasema hili, ukasema hili. Unyonge. Mwingi mtu anakuambia siji mai wetu, siji mbona leo sasa usikii mai wetu. Kwa sababu unyonge tumekataa unyonge. Tuna watu bora, tuna kikosi bora, tuna timu bora, na timu kushindana tunayo. Kwa hiyo tutegemee Chama Kalata sasa endeleza ataendelea kuchukua MVP tena wa mchezo. Toka dunia imeundwa mpaka leo hii hakuna MVP man of the match anayechukua mara 5 mfululizo. Dunia yote imeanza, hakuna. Ni Simba ya Dar es Salaam na Chama peke yao. Toka dunia hii imeundwa hakuna man of the match anachukua mara 5 mfululizo, ni Chama pekee. Kiumbe cha ajabu. Wewe kabisa, hakuna. Nitajie nani? Wapo kina Messi, wapo kina Ronaldo, wapo kila mtu yupo, lakini hawajafikia rekodi ya Chama kuchukua man of the match kwenye ligi moja kwa mara 5 mfululizo. Hakuna. Tafuta, search kwenye magugu, kila kitu kisema mtachi. Upati. Utapata kiumbe wa ajabu. Kyoto si Chama. Sasa unawaambia nini mashabiki wa Simba ambao baadhi yao wamekata tamaa? Young Africans anarejea tena kileleni. Hakuna kukata tamaa, wewe unasema wewe. Mazingira haya sasa. Ukiangalia kwenye kombe la ligi kuu NBC Premier League nako kuna mashaka. Kwenye kombe la CRDB Federation nako kuna mashaka. Nani anachukua kipi na kipi kinaenda kwa nani? Narudia tu hapo kuongea. Sisi tunasema kwamba mwaka huu, msimu huu, ligi hii tunachukua CRDB, hakuna kutuzuia na hakuna kutufunga. Hiyo la kwanza. La pili, kwenye ligi pia hakuna kutufunga. Tunachofanya sisi tunatembelea nyota ya mtani. Aache point. Sio, umeelewa? Tunatembelea nyota ya nani? Ya mtani. Nyuma mwiko, aache point basi. Sababu hakuna timu kufunga Simba. Zote zilizobakia hizi hakuna Simba kufunga Simba. Hiyo la kwanza. La pili, tunatembelea nyota ya mtani, aachie point. Akitoa draw 2 zinatosha, Simba bingwa tayari. Draw 2 Simba bingwa. Akifunga draw 1 Simba bingwa. Hakuna kutuzuia. Kwani mnaamini anaweza kufanya akatoa draw 2 au akafunga? Kwa nguvu ya Simba hii. Nguvu ya Simba hii na nguvu ya nje ya Simba. Yanga kikombe cha kutoa draw na kikombe cha takalia. Kwa nguvu ya Simba ya ndani na nguvu ya nje ya Simba. Atakalia mechi moja na atatoa draw mechi moja. Nguvu ya nje ya Simba ni ipi? Simba ina mtandao mkubwa sana. Tuna mkubwa Simba inao. Kuna nguvu ya nje na nguvu ya ndani. Sasa nguvu ya nje itafanya kazi. Nguvu ya ndani ya pitch. Atufungwe. Nguvu ya nje ndio hiyo anakuambia tunafanya nguvu ya nje. Ukishanga na kalia mechi moja, anatoa draw moja. Na uwezo tunao. Uwezo tunamilia. Ndio maana ubaya ubwela season 2. Haiji hivi hivi. Ubaya ubwela season 2 maana yake ni hiyo. Utake usitake unakalia. Ndio hiyo maana yake. Kwa mna hakika kwamba lazima safari mambo yaeleweke. Vikombe vitatu vikae pale Simbazi. Vitatu. Cha kwanza Jamhuri kikopati tumechukua mkononi mwake. CRDB tutachukua mkononi mwake na ligi tutachukua mkononi mwake. Sababu mechi ya mwisho tunacheza wote Dar es Salaam. Anapiga huku tunapiga huku mechi ya mwisho ya ligi. Shughuli inaisha hapo hapo. Kwa hiyo niwaambie tu watu wa Simba waendelee kufly. Shughuli inakwisha hiyo. Mapema tufly. Bana, neno lako la mwisho kwa watazamaji wetu wa Mnyasa Media.
Mimi niwaambie tu watazamaji wa Mnyasa Media waende kufuatia mechi za Simba, mechi za Yanga, tuangalie nani anaongoza ligi. Kama leo anakaa anaongoza ligi Yanga, tulijua hilo na Yanga tutaongoza ligi, ila tusikate tamaa. Pambana kuangalia mechi na kusaidia Simba. Bwana, mimi nikutakia kila laheri kwenye mbio zenu za kutafuta ubingwa.